Habari za kuamka ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Congo Post News. Na tumaini kwamba uko salama salameni popote ulipo unapoendelea kutega sikio au kutusikiliza kupitia mtandao wetu wa YouTube. Kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment na kushare. Na mtu mwingine banasema unajiabone, una comment vile vile una partage. Na basi acha tuseme asante kwa kuchagua Congo Post News kama kituo chako chema na bora cha matangazo. Na katika taarifa zetu za habari za asubuhi ya leo tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2026 tutakuletea matukio mbalimbali toka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan vita vinavyoendelea kati ya waasi wa AFC M23 wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda wakipambana na makundi ya wazalendo yanayoungwa mkono na jeshi la serikali yani FARDC. Lakini vile vile kumwisho habari tutakunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Tunakuomba kubaki nasi mwanzo hadi mwisho ili upate habari za kuaminika tena za kuenea. Karibu. Mapigano makali yameripotiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika eneo la Kajeje lililoko ndani ya groupement ya Mudaka kaskazini mwa mji wa Bukavu katika mkoa wa Kivu Kusini. Taarifa kutoka vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa mapigano hayo yalihusisha waasi wa M23 kwa kushirikiana na muungano wa AFC wakikabiliana na makundi ya wenyeji maarufu kama wazalendo wanaosaidiwa na jeshi la serikali yani FARDC. Mapigano haya yameripotiwa kutumia silaha nzito nyepesi, hali inayozidisha hofu na taharuki miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Eneo la Kajeje linatajwa kuwa na umuhimu wa kimkakati kutokana na ukaribu wake na hifadhi ya taifa la Kahuzi-Biega ambayo iko chini ya kilomita 5 kutoka eneo la mapigano. Hifadhi hiyo ni moja ya maeneo muhimu ya urithi wa dunia, jambo linaloongeza wasiwasi kuhusu athari za mapigano hayo si tu kwa binadamu bali pia kwa mazingira ya wanyamapori. Wakazi wa maeneo ya jirani wamelazimika kuyahama makazi yao kwa hofu ya usalama wao, huku baadhi wakikimbilia katika maeneo yanayoaminika kuwa salama zaidi ikiwemo viunga vya mji wa Bukavu. Mashuhuda wanasema milio ya risasi imekuwa ikisikika kwa muda mrefu, huku baadhi ya shule na shughuli za kijamii zikisimamishwa kwa muda kutokana na hali ya usalama kuwa mbaya. Jeshi la taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC bado alijatoa taarifa rasmi kuhusu hasara iliyopatikana au hatua zilizochukuliwa kudhibiti hali hiyo, lakini wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kuendelea kwa mapigano katika eneo hilo kunaweza kusababisha kupanuka kwa mzozo na kuathiri zaidi maisha ya raia wasio na hatia. Kwa upande wao, mashirika ya kiraia yanatoa wito kwa pande zote zinazohusika kusitisha mapigano mara moja na kuruhusu msaada wa kibinadamu kuwafikia wananchi waliokumbwa au wanaokumbwa na athari za vita hivyo. Wanasisitiza umuhimu wa juhudi za kidiplomasia ili kupata suluhisho la kudumu kwa mgogoro unaoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku wakazi wa Bukavu na maeneo ya karibu wakihimizwa kuchukua tahadhari na kufuata maelekezo ya vyombo vya usalama. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Congo Post News, karibu katika taarifa hii ya habari kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ya taharuki imetawala katika eneo la Katana, hususan katika kijiji cha Lwiro, jimboni Kivu Kusini, kufuatia mapigano makali yaliyozuka kati ya makundi yenye silaha na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wananchi wakiwemo wanafunzi shuleni. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya kuaminika, mapigano hayo yalitokea siku ya Jumamosi yakihusisha wanamgambo wa muungano wa M23 RDF dhidi ya makundi ya kujilinda ya wananchi yanayojulikana kama wazalendo. Mapigano hayo yamekuwa yakiripotiwa kuendelea kwa saa kadhaa yakitumia silaha nzito na nyepesi. Mashuhuda walioko katika eneo hilo wanasema milio ya risasi na milipuko ilikuwa ikisikika mara kwa mara, hali iliyosababisha hofu na mgawanyiko mkubwa kwa wakazi. Wengi walilazimika kujifungia ndani ya nyumba zao, huku wengine wakitafuta hifadhi katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Athari kubwa pia imeripotiwa katika sekta ya elimu. Katika shule kadhaa zilizopo Lwiro, wanafunzi walilazimika kujificha chini ya madawati darasani, huku wakilia kwa hofu baada ya kusikia milio ya risasi karibu na shule zao. Walimu walichukua hatua za haraka
kusitisha masomo na kuhakikisha usalama wa wanafunzi wao. Mwalimu mmoja aliyewasiliana kwa njia ya simu alieleza hali ilivyokuwa ya kutisha, akisema milio ya risasi haikukoma. Watoto walikuwa nalia wakijificha chini ya madawati. Alisitiza ukubwa wa hofu iliyotanda katika mazingira ya shule. Hali hii imeibua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa watoto na raia kwa ujumla katika maeneo yanayokumbwa na vita ya mara kwa mara. Wakazi wengi wameonyesha hofu juu ya usalama wa watoto wao, huku baadhi wakichukua uamuzi wa kuzuia watoto wao kwenda shule hadi hapo hali itakapotulia kabisa. Kwa sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya majeruhi au uharibifu uliotokea kufuatia mapigano hayo. Hata hivyo, hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya na shughuli nyingi za kijamii zimesimama kwa muda. Wananchi wanatoa wito kwa mamlaka husika na pande zote zinazohusika katika mapambano hayo kusitisha mara moja vurugu hizo ili kulinda maisha ya raia, hasa watoto ambao wanaathirika moja kwa moja na hali hiyo. Hiyo ndiyo ilikuwa taarifa tuliyokuletea kutoka Katana katika jimbo la Kivu Kusini katika eneo la Lwiro. Wasikilizaji wapendwa, karibu katika taarifa hii ya habari kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ya maisha inaendelea kuwa ngumu kwa wakazi wa mji wa Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini kufuatia kupanda kwa kasi na kushtua kwa bei ya mafuta ya gari, hali inayozua wasiwasi mkubwa kwa wananchi na wafanyabiashara. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, bei ya lita moja ya petroli imepanda kutoka faranga za Kongo 3,000 yani 3000 francs congolais hadi kufikia faranga 21,000 sawasawa na takriban dola za Kimarekani 9.6 ndani ya kipindi cha wiki moja tu. Ongezeko hili kubwa limeacha wakazi wengi wakiwa hawajui la kufanya kutokana na athari zake za moja kwa moja katika maisha ya kila siku. Wakazi wa Beni wanasema kupanda huku kwa bei ya mafuta kumeathiri vibaya sekta ya usafiri, ambako gharama za nauli zimeongezeka kwa kiwango kikubwa. Madereva wa usafiri wa umma wamelazimika kupandisha bei ili kuendana na hali ya soko, hali inayowaumiza zaidi wananchi wa kipato cha chini. Mbali na usafiri, bei ya bidhaa muhimu kama vile vyakula na mahitaji ya msingi imeanza kupanda kutokana na gharama kubwa za usafirishaji. Wafanyabiashara wanalalamika kuwa wanapata hasara au wanalazimika kuongeza bei, jambo linalozidi kupunguza uwezo wa wananchi kununua bidhaa. Wachambuzi wa masuala ya uchumi wanaeleza kuwa hali hii inaweza kuwa imesababishwa na changamoto za usalama zinazoendelea katika eneo hilo, ambazo zinaathiri usambazaji wa mafuta pamoja na vikwazo vya miundombinu ya usafiri. Mabadiliko ya soko ya fedha na upatikanaji wa bidhaa pia yanaweza kuchangia ongezeko hilo la ghafla. Wananchi wengi wameeleza hisia zao za kukata tamaa, wakisema kuwa maisha yanazidi kuwa magumu kila siku, huku kipato kikiwa hakiongezeki kulingana na gharama za maisha. Hadi kufikia sasa, mamlaka za serikali hazijatoa tamko rasmi kuelezea sababu kamili za kupanda kwa bei hiyo wala hatua zinazochukuliwa ili kudhibiti hali hiyo. Hata hivyo, wito unaendelea kutolewa kwa serikali kuingilia kati haraka ili kupunguza makali ya hali hii kwa wananchi. Wakazi wa Beni wanatarajia hatua za dharura kuchukuliwa ili kurejesha utulivu wa bei na kuhakikisha upatikanaji wa mafuta kwa bei nafuu. Hiyo ndio ilikuwa taarifa ya habari kutoka eneo la Beni mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Twende na habari kutoka huko mkoani Ituri, ambako takriban 60% ya vijana katika mkoa wa Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakabiliwa na tatizo la ukosefu wa ajira. Hayo ni kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na idara ya kazi katika ngazi ya mkoa huo. Hali hii inaonyesha ukubwa wa changamoto ya ajira kwa vijana katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, idadi kubwa vijana waliomaliza masomo yao iwe sekondari au vyuo wanashindwa kupata ajira rasmi,
jambo linalowaacha wengi wao katika mazingira magumu ya kiuchumi na kijamii. Wengi wao wanalazimika kujihusisha na kazi zisizo rasmi au zenye kipato kidogo, huku wengine wakikosa kabisa shughuli za kuwapatia riziki. Wataalamu wa masuala ya ajira wanasema kuwa sababu kuu zinazopelekea hali hii ni pamoja na ukosefu wa uwekezaji wa kutosha, uhaba wa viwanda, pamoja na hali ya usalama isiyotabirika inayokumba eneo la Ituri kwa muda mrefu. Migogoro ya mara kwa mara imekuwa ikizofisha shughuli za kiuchumi na kuwakatisha tamaa wawekezaji wanaoweza kufungua fursa za ajira. Mfumo wa elimu nao umetajwa kuchangia katika tatizo hili, ambako mara nyingi uendani na mahitaji halisi ya soko la ajira. Vijana wengi wanahitimu wakiwa na maarifa na kinadharia zaidi kuliko ujuzi wa vitendo vinavyohitajika katika sekta mbalimbali. Baadhi ya vijana waliozungumza na vyombo vya habari wameelezea hali yao kuwa ngumu, wakisema kuwa wanakosa matumaini ya kupata ajira licha ya juhudi wanazozifanya. Wengine wanaonya kuwa ukosefu wa ajira unaweza kusababisha kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu au hata kuvutia vijana kujiunga na makundi ya waasi. Kwa upande wake, idara ya kazi ya mkoa inaeleza kuwa kuna mipango inayoendelea ya kuhamasisha mafunzo ya ufundi stadi pamoja na kusaidia vijana kujiajiri kupitia miradi midogo midogo. Hata hivyo, imekiri kuwa juhudi hizo bado hazitoshi kukabiliana na ukubwa wa tatizo hilo. Mashirika ya kiraia yametaka serikali kuongeza uwekezaji katika sekta zinazoweza kutoa ajira kwa wingi kama vile kilimo, ujenzi na biashara ndogo ndogo. Pia wamehimiza kuwepo kwa sera madhubuti zitakazoweka mazingira bora kwa vijana kushiriki kikamilifu katika uchumi. Kwa ujumla, hali ya ukosefu wa ajira kwa vijana katika eneo la Ituri, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inaendelea kuwa changamoto kubwa inayohitaji suluhisho la haraka na la kudumu ili kuzuia athari zake kwa jamii na mustakabali wa kizazi kijacho. Kusikiliza taarifa zetu za habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi acha nikunge moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Wafanyakazi Tanzania TUCTA. Henry Mkunda, je, siku hii inaleta mabadiliko yoyote kwa wafanyakazi? Ndio, inaleta mabadiliko makubwa sana kwa wafanyakazi, kwa sababu nakumbuka siku hii ni siku muhimu sana kwa sisi wafanyakazi, kwa sababu nakumbuka ile historia iliyopita kwamba kulikuwa na wafanyakazi wenzetu waliokuwa wanapambania haki na maslahi waliokufa, ndio maana hii siku imekuja. Lakini pia sisi kama Tanzania tunaitumia siku hii kama siku muhimu sana kwetu kwa kutunganisha wafanyakazi wote. Kwa mfano, sherehe kama hii ya Mei Mosi inafanyika nchi nzima, na wafanyakazi ni mara nyingi tunakutana pamoja, tunatathmini kazi zetu, lakini vile vile tunazungumza na kufurahia pamoja. Lakini vile vile ni kipindi ambacho serikali inatumia pia jukwaa hilo katika kuhakikisha kwamba inatoa ahadi mbalimbali kwa wafanyakazi na kuweza kuelezea mambo mengi muhimu ambayo wanaona kwamba ni mjarabu kwa wakati. Kwa Aurora, kila mwaka kumekuwa na malalamiko kutoka kwa wafanyakazi. Je, mikutano kama hii inavyofanyika kila mwaka, malalamiko yao yamekuwa yakifanywa kazi? Kila mwaka tunapoidhinisha siku kuu ya wafanyakazi, kuna mambo mengi ambayo kwa tunaangalia yale mambo mazuri, tunaangalia pia na changamoto ambazo tulikumbana nazo katika mwaka uliopita. Nafasi ngapi za kazi zilibuniwa, wafanyakazi masuala yao kama yaliangaliwa, nyongeza za mishahara, na pia ndio tunaangalia pia inflation ilikuwa ni ngapi. Alafu baada ya hayo tunaangalia licha hayo yote ni matatizo gani ambazo wafanyakazi walikumbana nazo. Alafu sasa tunatarajia kwamba serikali itaanza kuwekelea maanani hayo vile watakazo atatua changamoto ambazo wafanyakazi wanapitia. Kwa hivyo ni siku muhimu sana, kwa sababu tunaangalia ile hatua tumepiga na tunaangalia ni mambo gani yatakayofanywa ili tuweze kutatua zile shida na matatizo ambazo wafanyakazi wanakumbana nazo. Kwenye changamoto hapo kwa sasa hivi kuna kiwango kikubwa cha watu wasio na ajira. Sasa katika kipindi kama hiki cha maadhimisho ya siku ya wafanyakazi, hili tunapambana nalo vipi? Kama hapa Kenya tunaona kwamba labda wiki moja kabla siku hiyo tunakuwa na mazungumzo kati ya vyama vya wafanyakazi na serikali
serikali, ambapo tunaangalia hayo changamoto, alafu serikali inaweza kutuambia ni mpango gani ambazo watachukua ama hatua gani watachukua ili kutatua hayo changamoto ambayo wafanyikazi wanapitia. Kwa hivyo tunatarajia ya kwamba kila mwaka serikali lazima ibuni kamati, kwa sababu tunakuwa na ile kamati kama hapa Kenya kuna ile kamati inaitwa Wages Council, ambapo serikali, waajiri na wafanyikazi wote watatu wanakaa pamoja, wanaangalia changamoto ambazo zimeripotiwa, alafu wanakuja na mbinu ambazo watatatua hizo changamoto. Kwa hivyo ni kazi ya vyama vya wafanyikazi, serikali na waajiri kukaa pamoja, ili inaitwa tripartite. Sasa wote, kila mtu anakuja na maoni yake ili waone kwamba ukifika hapo hiyo siku sasa ya wafanyikazi, angalau kuna tangazo ambayo inatolewa vile serikali na waajiri watapambana na changamoto ambazo wafanyikazi wanapitia. Henry, Tanzania pia ina tatizo hilo la ukosefu wa ajira hususan kwa vijana. Sasa kwa nyie mnafanya nini? Mnahangaika nalo vipi hili, ukizingatia watu wanaadhimisha siku ya wafanyakazi, lakini kwa wengine bado ajira ni tatizo? Ni kweli kuna tatizo la ajira, sio tu kwa Tanzania, lakini ni tatizo linaonekana kwa Afrika kwa ujumla. Sisi kama nchi na sisi kama wafanyakazi, moja ni kuhakikisha kwamba tunashiriki. Unajua, kama alivyosema mzee wangu hapo, Tanzania pia tunafanya kazi kwenye ile tripartism, kwenye utatu, ambapo serikali na sisi wafanyakazi na waajiri tunakaa pamoja. Kwa mfano, kwa sasa nguvu kubwa sisi wafanyakazi tumependekeza na kushiriki katika kuhakikisha kwamba tunaenda kwenye zile inaitwa vocational training, kwenye mambo ya ujuzi, ufundi stadi. Kwenye ufundi stadi tunaamini kwamba vijana wakipata mafunzo ya ufundi stadi wanaweza kujiajiri, lakini vile vile serikali inaweka mazingira ambayo ni rafiki kwa wafanyakazi kuweza kupata hizo ajira. Lakini kwa sasa hivi tunashirikiana na waajiri kwa pamoja, tuna programs za mafunzo pamoja ambayo inatuwezesha kuhakikisha kwamba tunaweza kupata solution za hiyo. Lakini pia kwa kipindi kikubwa sasa hivi tunaangalia sekta isiyo rasmi. Tunaona mifuko ya hifadhi ya jamii jaribu kuweka mazingira rafiki kwa wafanyakazi hata kwenye sekta isiyo rasmi, ambao kwa kimsingi ndio wengi, kuweka mazingira ambayo yatawezesha vijana kutengeneza ajira. Tumeona pia serikali inatoa ruzuku kwenye masuala ya uchimbaji wa madini. Tunaona tuna programu hapa inaitwa Build Better Tomorrow kwa vijana, sana sana vinaitwa BBT. Kwenye kilimo, vijana wanaokanywa pamoja, wanapata mafunzo, wanapewa mitaji, wanaingia shambani, wanaenda kulima. Lakini pia serikali inatoa ruzuku mbalimbali za madawa na nini, lakini pia kutafutia masoko ya wanavyovizalisha. Lakini pia kuna ajira nyingine, kwa mfano kuna hawa waendesha pikipiki, bodaboda, wanawekewa mazingira pia rafiki kuhakikisha kwamba na wao pia wanaweza kupata mitaji. Lakini vile vile huduma za kifedha, taasisi za kifedha, benki inatengeneza mikopo, lakini pia kuendelea kuwalinda wafanyakazi hao. Kwa mfano unakuta wanapata vile bima za afya. Kwa hiyo kimsingi kipindi ambacho sisi kama wafanyakazi tunajaribu kuangalia sasa na serikali kwa kiwango gani sasa tunashirikiana kwa pamoja kuweka mazingira mazuri kwa vijana ili kuhakikisha kwamba wanapata ajira, waweze kujiajiri kwa kupata kwanza elimu, lakini pia kulinda mambo yao, kwa mfano kwenye sekta ya afya, kuhakikisha kwamba hizo ajira wanazofanya ni sahihi, lakini vile vile kuhakikisha kwamba wanapata mitaji kupitia mifumo mbalimbali ambayo serikali imeiweka. Kwa hiyo tunadhani kwa kufanya hivyo sisi kama wafanyakazi wetu wanapata ajira, na kwa kweli wanaendelea kuchangia kwenye pato lao binafsi na familia zao. Nikirudi kwa Oduor, kauli mbiu ya mwaka huu siku ya wafanyakazi duniani imeangazia pia masuala ya afya, masuala ya usalama kazini, mazingira salama, kuondokana na msongo wa mawazo kazini. Yote haya yameangaliwa. Kwa nini hiyo kauli mbiu imezingatiwa kwa sasa? Hii ni kwa sababu utafiti unaonyesha kwamba wafanyikazi wanapata stress wakiwa kazini, ambayo inaleta shida katika akili, ambapo imekuwa ni shida kubwa sana katika makampuni mbalimbali duniani. Na haya yote yalipatikana kwamba yanasababishwa na mazingira yasiyokuwa bora, ambapo wafanyikazi wanapitia changamoto mengi ambazo zinafanya wanakuwa na hizi shida zote. Kwa sababu umesema kwamba tuangalie mazingira, kuanzia ile usafi mahali mtu anafanyia kazi, uangalie tuwe na maji, tuwe na hewa safi, tuwe na vitu mingi ambavyo vinafanya akili inakuwa sawa. Lakini imepatikana kwamba wafanyikazi, waajiri wengi hawazingatii mazingira ambayo wafanyikazi wanafanya kazi, na hii inachangia kwa ile inaitwa mental health ya wafanyikazi. Na kwa sababu ukiangalia ile
muungano wa wafanyakazi duniani linaitwa ILO. Nchi nyingi zimekuwa zikienda kule kulalamika vile wafanyakazi wanafanya kazi kwa mazingira yasiyofaa, na inasababisha hii shida ya mental health. Na nchi zote duniani tuko na hii shida, na kwa sababu mwaka huu watu wanasema kwamba lazima tuangalie mazingira ambayo wafanyakazi wanafanya kazi, isiwe tu tunaangalia mishahara, kwa sababu miaka nyingi ukiangalia kama siku hii ya wafanyakazi duniani sana sana watu waangalia malipo, lakini kuna mambo mengine ambayo pia ni ya muhimu, kwa sababu wanasema kwanza lazima pia tuangalie mazingira. Unaweza kuwa na pesa lakini ile mazingira ambayo unafanyia kazi inasumbua akili yako, hata kama unapata pesa lakini akili haiko timamu. Kwenye masuala ya mishahara, Henry, wafanyakazi kutoka sekta binafsi na wale wa serikali mara nyingi imekuwa ikisemekana kuna utofauti katika masuala mengi ikiwemo stahiki zao na hata wakati mwingine mishahara. Hili kwa sasa lipoje? Ni kweli kwamba kunakuwa na tofauti za mishahara kwa wafanyakazi wa serikali lakini pia na wafanyakazi wa sekta binafsi. Sisi Tanzania katika miaka mitatu iliyopita wafanyakazi wote kwenye sekta binafsi na sekta ya umma wameongezewa mshahara almost mara mbili. Tanzania tunavyotengeneza mishahara yetu kuna kitu kinaitwa bodi ya kima cha chini cha mishahara. Katika bodi ya kima cha chini cha mishahara hiyo tunakuwa tunafanya kwa ushirikiano kati ya serikali, tunafanya kazi na waajiri kupitia chama chao cha waajiri, lakini vile vile na sisi wafanyakazi kwa pamoja. Tunachofanya kwa mujibu wa sheria, waziri mwenye sekta husika ambaye kwa muktadha wa Tanzania ni waziri wa kazi, yeye anakuwa na jukumu la kutangaza kima cha chini cha mishahara kila baada ya miaka mitatu kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo kila baada ya miaka mitatu ikipita wanafanya study, wanafanya utafiti, wanaangalia mazingira yaliyopo na gharama za maisha zilivyo, na baada ya hapo tunakaa mezani kuweza kutoa sasa tamko kuhusiana na kuhusu nyongeza kima cha chini cha mishahara. Hivi karibuni tumeshatoa kwa mara ya pili, toka mwaka juzi tulipata, lakini mwaka huu pia kuanzia Januari serikali ilitangaza kima cha chini cha mishahara mwaka jana, lakini implementation kwenye sekta binafsi ilianza Januari mwaka huu, ambapo kumekuwa na maboresho makubwa sana ukilinganisha na kipindi kilichokuwa kimepita. Sekta zimeongezeka. Kwa sasa hivi tuna sekta kama 16 ambazo zinatambulika katika kima cha chini cha mishahara. Lakini pia kwenye sekta ya umma pia na yenyewe serikali pia imepandisha mishahara, kima cha chini cha mishahara, kwa sababu kama Tanzania tuna bodi mbili, bodi ya kima cha chini cha mishahara ya watumishi wa umma, lakini vile vile na bodi ya kima cha chini cha mishahara cha sekta binafsi. Tunatambua kwamba sio kila mara mshahara unaweza kupanda, lakini kwa mujibu wa sheria inafanya hivyo, na tunafanya utafiti kuangalia gharama za maisha, tunaangalia mfumuko wa bei, tunaangalia gharama zote kwa ujumla, then tunaangalia pia na uzalishaji, kwa sababu mshahara ni vitu ambavyo inaangalia. Lakini issue haiangalii kima cha chini cha mishahara tu kinachotangazwa, lakini pia kuna ile mikataba ya hali bora inaitwa CBA, ambayo hiyo sasa mwajiri halazimiki kufuata tu kile kima cha chini cha mishahara ambacho kipo, lakini anaweza kuwa na utaratibu wa kuwa na kima cha chini cha mishahara ambacho anaangalia uzalishaji wake, anazalisha kiasi gani, lakini pia anakaa pia na wafanyakazi, wanakaa mezani, wanakubaliana kwamba okay, katika mazingira hayo tuweze kuongeza kiasi fulani cha mishahara. Kwa hiyo swala la mishahara linatofautiana kati ya sekta na sekta, lakini vile vile kati ya kiwango cha uzalishaji ambacho mwajiri anakuwa amezalisha kwa wakati huo ukilinganisha na mwingine. Swala la mishahara ndio liko hivyo, na katika Tanzania tunaona wizara yetu ya kazi inasimamia vizuri. Kwa mfano ikitangaza kima cha chini cha mishahara kwamba tarehe ya kwanza ni hii, basi tangazo linatolewa, tunashirikiana na waajiri, lakini vile vile tunafanya inspection kwa waajiri kuhakikisha kwamba wana comply na hiyo order ambayo inakuwa imetolewa na serikali kuhusiana na swala zima la mishahara. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za asubuhi ya leo tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2026. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha tuende kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagula Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu ni kuhakikisha tunakuletea habari sahihi tena kuaminika tena kwa muda muafaka, na basi tukutane katika taarifa ya habari za mchana. Asante.